Karibu tena kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Je, umekuwa ukibisha mlango ili upate fursa ya ajira na kupandishwa cheo na haufunguki? Je, umekuwa ukitafuta kutambuliwa na bosi wako, mkurugenzi mtendaji, au rais bila mafanikio yoyote? Bwana Bezaleli, fundi stadi, ana uzoefu na umaizi kwa ajili yako. Tumkaribishe Bwana Bezaleli kwenye mazungumzo ya Footprints. Asante. Ni heshima kuwa hapa na kushiriki nawe na wasikilizaji wako kile Mungu alifanya kupitia mikono yangu. Hebu tuanze na Kutoka 31 mstari wa 2. Inasema, Mungu alikuchagua na kukuita kwa jina, Bezaleli, mwana wa Uri. Lakini wito wako mtakatifu haukuwa kuhani bali kufanya kazi kwa mikono yako. Je, hiyo ni kweli? Ndiyo, niliitwa kama fundi wala si kuhani. Haruni aliitwa kama kuhani. Musa aliitwa kama rais au mjumbe mkuu. Hii inatuambia kwamba Yehova huona kila kazi kama mwito mtakatifu. Kama mtoto wa Mungu, kazi yako si ya kidunia bali ni wito mtakatifu wa Yehova ili kutimiza kusudi lake. Na mstari wa 3 unasema kwamba Bwana alikujaza kwa Roho wake, na hekima, na ufahamu, na maarifa, na ujuzi wa kila namna. Wakati mwingine tunafikiri tunajazwa tu na Roho kwa ajili ya kuhubiri, uponyaji, ukombozi, kuimba na kwa ajili ya unabii. Lakini uweza wako wa kiroho ulikuwa kwa ajili ya mahali pa kazi. Je, hiyo ni kweli? Ukweli kabisa. Ilikuwa ni kama Mungu alikuwa akisema, sifanyi kazi hekaluni au patakatifu pekee. Nataka utukufu wangu uonekane katika eneo lako la kazi na mahali pa biashara pia. Mahali pako pa kazi pia panapaswa kuwa mahali pa huduma kwa Bwana. Amekuita na kukupa nguvu za kiroho kwa ajili ya kazi hiyo kama alivyofanya pamoja nami. Ugavi wa kiroho ambao amekupa ni kukusaidia kufanya kazi yake katika ajira yako au biashara yako. Hiyo ni huduma yako. Tumia ugavi huo wa kiroho na utashuhudia utukufu wake mahali pako pa kazi. Ni ufahamu mzuri sana. Kuna baadhi ya waumini katika hadhira wanaombea milango ifunguliwe au wapate fursa ya kutambuliwa na bosi au mkurugenzi mtendaji. Je, utawapa ushauri gani kulingana na uzoefu wako? Omba kwamba Bwana akujaze kwa Roho wake, kwa hekima, kwa ufahamu, kwa maarifa na ujuzi. Roho wake atakutia nguvu kwa uwepo wake na uongozi wake. Hekima na ufahamu zitakusaidia kuwasiliana vizuri na watu na kujibeba kwa njia ambayo itawavutia watu kwako. Maarifa na ujuzi vitakufanya kuwa wa thamani. Hakuna anayeweza kudharau au kupuuza thamani yako. Maarifa na ujuzi ambao Bwana alinipa ulinifungulia mlango wa juu kabisa katika taifa. Nilialikwa katika kundi la ndani la Musa aliyekuwa mwanaserikali mkuu, Haruni na wazee. Sikushawishi kutambuliwa. Sikufuata vyeo. Nilijua ufundi wangu tu. Na Mungu alitumia ubora huo kunileta mbele ya uongozi wa juu. Katika sehemu ya pili, nitakwambia jinsi ya kutumia maarifa na ujuzi wako kuunda mwonekano na kukusaidia kutambuliwa. Hata kama bosi wako wa sasa au shirika linaweza lisikutambue, lifanye kazi kwa sababu mashirika mengine ambayo yanaweza kuthamini ujuzi na ujuzi wako hakika yatakutambua. Tunasubiri sana sehemu ya pili. Huu umekuwa wakati mfupi sana lakini wa mafunzo mazuri nawe. Umetusaidia kuelewa wito wetu mtakatifu kama wafanyakazi na wafanyabiashara. Umetufanya tuelewe kwamba tunahitaji kutumia mafundisho hayo ya kiroho, hekima, ujuzi na ujuzi katika sehemu zetu za kazi ambapo tuna huduma yetu ya wakati wote. Hadhira, hebu tumpe shukurani zetu Bwana Bezaleli. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki.
Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.